Ofisi ya Hakimiliki Tanzania KOSOTA imeonya kuwa kusambaza kazi za wasanii kupitia makundi ya WhatsApp au mitandao mingine ya kijamii bila kibali cha wamiliki ni ukiukwaji wa sheria na kunaweza kusababisha kifungo jela au faini. Onyo hilo limetolewa na afisa wa Hakimiliki wa KOSOTA Paul Makula alipokuwa akizungumza na Jambo TV katika ofisi za taasisi hiyo zilizopo Mtumba jijini Dodoma. Amesema hivi karibuni kumekuwepo na ongezeko la watu kuanzisha makundi kwenye mitandao ya kijamii na kusambaza kazi za ubunifu kama muziki, filamu na maandishi bila idhini ya wamiliki wa kazi hizo. Makula amesema kufanya hivyo ni kosa kwa mujibu wa sheria ya Hakimiliki na Haki Shiriki sura ya 218 ya marejeo ya mwaka 2023. Kumejitokeza wimbi la baadhi ya watu wasiokuwa waaminifu, wanaanzisha magrupu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii na kusambaza kazi za wabunifu bila idhini au kibali cha wamiliki wa kazi hizo. Kwa mfano, mtu anaweza kafungua grupu lake kwenye mtandao wa kijamii na kutangaza kwamba lipa shilingi 10,000 tutakutumia kopi za vitabu 30, au mwingine anaweza akatangaza pia lipa shilingi 10,000 tutakutumia movies au series zipatazo 50 kwa malipo ya shilingi 10,000. Hivyo tunaomba umma wa Tanzania kuacha vitendo hivyo vya ukiukwaji wa hakimiliki, kwani kufanya hivyo ni kosa, kunaweza kupelekea kifungo au faini au vyote kwa pamoja. Pia tunawaomba watu mbalimbali wenye taarifa kuhusu vitendo hivi vya ukiukwaji wa hakimiliki watoe taarifa hizo katika ofisi za KOSOTA. Huduma nyingine ambayo wanaweza wakapata ni kupewa ushauri kuhusiana na mikataba mbalimbali ya mauziano ya kazi zao, kwani hivi karibuni kumekuwa pia kuna changamoto kubwa sana kwenye hili swala la mikataba, ambapo wasanii wamekuwa wakiingia mikataba ambayo mwisho wa siku inakuwa inawaletea changamoto nyingi. Kwa mfano, utakuta wasanii wanalalamika labda ile mikataba hailingani na uhalali wa kazi zao. Hivyo tunawaomba kabla hawajaingia mkataba wa aina yoyote ile kuwasiliana na ofisi za KOSOTA kwa ajili ya kupewa ushauri. Tunasisitiza wasanii wasajili kazi zao. Ukisajili kazi zako unakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuzilinda na kunufaika kutokana na matumizi ya kazi zako. Naitwa Clara Robert. Mimi ni afisa rasilimali watu mwandamizi, lakini pia ni msimamizi wa ofisi ya Hakimiliki Tanzania KOSOTA, ofisi ndogo ya Dodoma. Ofisi ya Hakimiliki Tanzania ni taasisi ya serikali ambayo ipo chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. KOSOTA ina majukumu yafuatayo. Kwanza, inazipa leseni ama inazisajili hizi kampuni binafsi ambazo zilianzishwa. Kwa hiyo hizi kampuni KOSOTA inazipa leseni na inazisimamia katika utendaji kazi wake. Jukumu jingine la KOSOTA ni kutoa elimu ya hakimiliki nchini. KOSOTA ina wajibu wa kuelimisha wadau na watu wote wanaohusika na tasnia ya ubunifu ili wajue masuala mbalimbali yahusuyo hakimiliki. Kazi nyingine ya KOSOTA ama jukumu jingine kwa mujibu wa kifungu hicho cha 51 ni kupambana na uharamia. KOSOTA ina jukumu la kupambana na uharamia. Kama tunavyojua, wabunifu au wasanii, wanamuziki wapo wanaotumia kazi za watu pasipo ruhusa za wenye kazi. Kwa hiyo KOSOTA tuna jukumu la kusimamia, kuhakikisha uharamia unatokomezwa. KOSOTA inatakiwa kuhakikisha kwamba CMOs zinafanya kazi kwa kulingana au kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Jukumu jingine la KOSOTA ni kuishauri serikali ama kumshauri waziri mwenye dhamana kuhusu masuala ya hakimiliki nchini.